Kanisa la Waadventista wa Sabato katika nyanja zote, kwa maana ya kimwili, kiroho, kiakili. Na tunayo idara hii ya chaplainsia inayoratibu huduma za majeshi, huduma za wafungwa, huduma za wagonjwa, huduma za wanafunzi. Na tunashukuru kwamba kwingine huko tumekuwa tukifanya vizuri sana. Wagonjwa tunawaona, wafungwa tunakwenda kuwaona, lakini kuna hawa ndugu zetu maaskari ni kana kwamba tulikuwa tunasahau. Kiziangalia hizo takwimu ambazo daktari amezitoa hapa, kanisa likaona ya kwamba ni salama tuwape askari huduma maalum. Kwa jamani, nasi tumejitokeza siku hii ya leo ili tuje kuwatia moyo juu ya kazi yenu mnayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mnafanya kazi nzuri. Unajua hakuna wakati mgumu kama unafanya kazi nzuri na hakuna anayetambua. Huo wakati ni mgumu sana. Kwa hiyo sisi tumejitokeza hapa mbele yenu tuwatie moyo kwa kuambia ya kwamba mnafanya kazi nzuri ya kulilinda taifa hili. Hongereni kwa kazi hiyo nzuri. Tujipigie makofi tafadhali. Mimi binafsi ninao ushuhuda wa kazi yenu, na mtazamo wangu ulibadilika zamani. Jamii inaweza isawa ikawa na mtazamo wake tofauti juu ya majeshi yetu ya polisi na majeshi mengine, lakini mimi mtazamo ulibadilika pamoja na wenzangu, na nimechagua kufanya kazi na maaskari na kuwaombea siku zote za maisha yao. Na kazi hii nimekuwa nikiifanya gizani, sasa hivi ninamuomba Mungu niifanye nuruni. Niwaombee maaskari tukiwa nao hivi, hata huko barabarani tukikutana nao. Wakati mwingine unasimamisha tu gari, unawaambia askari njooni niwaombee. Tumekuwa tukifanya hivyo na Mungu aendelee kuwategemeza. Askari Mungu amewavika kitu kikubwa ambacho nyinyi hamjui. Mungu amewavika utisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi sare mnazovaa ndio ni sare, lakini ni utukufu wa Mungu. Mungu amewapa utisho. Uvaeni na muutumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hilo ya kwamba mnao utisho, kazi yenu ni ngumu, maana mnashughulika na watu kimwili. Sisi kazi yetu ni rahisi. Sisi tunashughulika na uchaguzi. Mheshimiwa babangu hapa, ukikuhubiri Yesu ni Bwana, ni kazi yako uchague au usifanye nini? Kazi yetu ni rahisi tu hivyo, kukushawishi wewe uchague. Lakini nyinyi unataka utaki. Kazi hiyo sio rahisi, na wale ambao hawataki huwa sio wema. Tumeshuhudia askari wakiuawa, wengine wakipewa sumu, wengine wakifanywa vile, na hata na wengine wanarogwa. Jamani, mnahitaji ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yenu hii mnayoifanya inahitaji ulinzi zaidi, na naomba niwaambie na niwahakikishie ya kwamba Mungu anawalinda. Kwa hiyo mjue ya kwamba hamfanyi pekee, na ndio maana huyu Mungu anaitwa Bwana wa majeshi. Kwa hiyo yeye anatambulika kama kiongozi wa majeshi. Pamoja na kwamba tunaye amiri jeshi wa taifa hili, tunatambua nafasi yake na Mungu amempatia hiyo, lakini tusisahau ya kwamba yuko amiri jeshi asiyeonekana, naye ni Mungu wetu.
sisi tumekuja kuwatia moyo ya kwamba mfanye kazi naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi askari na wao tunafanya kazi moja, sababu wao SDA wanakemea uovu, na uovu ni dhambi, na sisi tunazuia uhalifu. Kwa hiyo dhambi kwetu ni uhalifu, si ndio? Dhambi kwetu ni uhalifu. Unasema usiue, usikomiti mada, usinyang'anye, usiibe, na dini yetu, dini zetu zote zinaongea hivyo, zinakanya matendo mabovu ya tenda dhambi. Watu tukasema kwamba kwa vile wenzetu wanafanya doria za kiroho kupitia kwenye mioyo ya wanadamu, sisi tunafanya doria za kimwili. Tunatumia virungu, bunduki, ngome machozi na vitu vingine vingi tu. Yote hivyo kutaka kujaribu kukombati uhalifu. Kama tuwaambie wananchi wetu watende mambo mema. Wanapokelewa wanafanya mambo mabaya, basi tunawakamata na kuwapeleka mahakamani kwa mujibu wa sheria ili wajutie matendo hayo mabaya. Lakini wenzetu hawakamati, wao wanaendelea kuhubiri. Na bahati nzuri Mungu amewajalia hajawahi kutoka kuhubiri. Kila siku ya Mungu anaotuombea na kuhubiri watu watende mambo mema. Kwa kufanya hivyo wao na sisi, kwa kushirikiana wao na sisi, tumefanya jamii iwe salama.